Hadithi yetu inaanzia sehemu moja ambapo ilikuwa ni klabu. Wakati huu wa jioni, tunamwona mshikaji mmoja anayetambulika kwa jina la Sidu amekaa zake ananyonga huku anapoza kwa taratibu, lakini ghafla anapigiwa simu na mtu anayetambulika kwa jina la Liki. Mtu huyu ilihitajika afike ndani ya hili eneo kwa lengo la kuweza kuzungumza ili ampatie maokoto, kwani Sidu alikuwa na uhitaji wa kiwango kikubwa sana cha pesa, lakini leo anapewa taarifa ya kwamba mtu huyu hatofika ndani ya hili eneo labda kwa wakati mwingine, na hii ni kwa sababu amebanwa sana na kazi siku hii ya leo. Mshikaji anaamua kutoka na kuingia ndani ya gari, anawasha, safari inaanza. Anaingia katikati ya jiji, lakini ukimwangalia alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na mawazo mengi sana. Kuna vitu vingi ambavyo vimemkuta ndani ya maisha yake, bado haelewi ni jambo gani ambalo ataenda kulifanya ili maisha yake yaweze kukaa sawasawa. Sidu akiwa bado ana mawazo njiani, anapigiwa simu na baba, lakini hakuhitaji kabisa kuweza kupokea, na hii ni kwa sababu yeye pamoja na baba yake walikuwa ni watu wawili ambao hawaelewani kabisa. Baba alikuwa anaona Sidu ni mtu ambaye hahitaji kufanya kazi bali anatumia pesa pamoja na rasilimali za familia, lakini mama alikuwa ni mtu ambaye anamtetea sana mwanaye, anajitahidi kuweza kumtia moyo kila itwapo leo, akiamini ya kwamba ipo siku moja mtoto wake atakuja kujitambua na kuishi maisha ambayo yatakuwa ni mazuri zaidi. Hivyo mzee alikuwa anamponda sana kijana wake, hali iliyopelekea Sidu kutokumpenda baba yake. Upendo wake mwingi ulikuwa kwa bi mkubwa. Sidu akiwa bado anaendesha gari, anapigiwa na mtu ambaye anatambulika kwa jina la Kesh. Anamweleza bwana, inabidi uanze safari ya kuelekea Pushpagiri, kwani anadai ya kwamba kuna mtu ambaye ameweza kuzungumza naye ambaye alikuwa ni rafiki wa mko wake. Endapo akifika kule, pesa ambazo alikuwa anazihitaji atapatiwa kwa mabadilishano ya yeye kuweka dhamana ardhi aliyokuwa nayo. Sidu anaonekana alikuwa na uhitaji wa pesa nyingi sana. Bado hatujaelewa pesa hizi anahitaji azipeleke sehemu gani, lakini kwa kuwa safari ndio tumeianza, huenda tukapata majibu hapo baadaye. Akiwa bado anazungumza na Rakeshi, anafika eneo moja, anakutana na ajali. Waungwana wanamsimamisha, wanamweleza, mheshimiwa, simama uweze kutupatia msaada, kuna mtu ambaye ameumia vibaya, tunahitajika tuweze kumpeleka hospitalini. Sidu akaona ni watu ambao wanampotezea muda, akafunga vioo, akanyosha mguu, safari ikaendelea ya kuelekea Pushpagiri. Rakeshi anakata simu, anapigiwa na mchumba wake aliyekuwa anatambulika kwa jina la Sushmita. Bimdada anamweleza, je, umefanya maamuzi gani juu ya lile jambo ambalo tulikuwa tumelizungumza? Bimdada kwani kwa sasa alikuwa na mimba, lakini kwa Sidu yeye anamweleza bimdada ya kwamba fanya kama jinsi nilivyokueleza, kwa sasa sihitaji familia, hivyo ninahitaji utoe huo ujauzito. Sushmita anashangaa sana kwa hii kauli, anamweleza mshikaji, mimi sitoweza kufanya kama hivyo, na hii yote ni kwa sababu ya upendo nilionao juu yako. Anaendelea kumweleza mwamba ya kwamba, je, unanipenda? Lakini muungwana anamjibu bimdada na kumweleza hana hisia naye zozote, bali lile jambo limeweza kutokea tu kwa sababu ya siku ile ambapo walikuwa wamelewa. Maneno haya yanamuumiza sana Sushmita, lakini bimdada anamweleza hataweza kumwacha peke yake, kwani yeye ana mapenzi ya dhati juu yake, sio kama jinsi ambavyo alivyokuwa mpenzi wake wa zamani aliyekuwa anatambulika kwa jina la Priya. Dada anakata simu, lakini kwa Sidu huu ulikuwa ni msumali mzito sana moyoni, kwani Priya alikuwa anamkumbuka vizuri, mwanamke ambaye alimpenda sana huko zamani. Tabasamu lake la uongo lilimfanya amini mapenzi ya dhati yapo duniani. Watu hawa hakika walikuwa wanapendana, ndoto zao zilikuwa ni kubwa sana, siku moja waje kufunga ndoa, hatimaye kuanzisha familia kwa pamoja. Lakini Sidu anakumbuka vyema siku ambayo iliweza kubadili historia nzima ya maisha yake baada ya bimdada Priya kumfuata na kumweleza kwamba kwa sasa yupo na mwanaume mwingine, hivyo kila mmoja aweze kushika mbanga zake. Halo, huu ndio ulikuwa mwanzo na mwisho wa mshikaji kuweza kuamini ya kwamba mapenzi ya dhati yapo duniani. Hili tukio lilimuumiza sana mshikaji, likampelekea kuwa mtu wa gambe, lakini pia kuwa mtu wa kujidunga, na sigara kwake ikawa ndiyo rafiki yake mpya. Haya mambo alikuwa anayakumbuka huku akiwa anaendesha gari. Anaona mtu ambaye alimpatia ahadi hatomwacha katika maisha yake, leo amemtema na kwa sasa anagulia maumivu peke yake. Muungwana safari inampeleka mpaka Sheli, anajaza full tank. Safari ya Pushpagiri bwana ilikuwa ni mbali sana, lakini upande wa nyuma anaangalia na kufanikiwa kuweza kuona kulikuwa kuna kigari ambacho kinaonekana kilikuwa kinamfuatilia. Watu hawa wanaomfuata ni kina nani? Halo, hii ni hatari sana. Mshikaji akaendelea na safari, lakini alivyoona waungwana bado anamfuatilia, ikabidi aweze kusimama. Wahuni wa kigari baada ya kuona Sidu amesimama, wao ikabidi wapite waendelee na safari nyingine, lakini maswali mengi akawa bado ndani ya kichwa cha Sidu. Anajiuliza watu hawa ni kina nani, na je, wanahitaji kumfanyia jambo lipi?
Kwa kuwa alikuwa bado ana uhitaji na ile pesa ambayo aliambiwa kwamba aelekee Pushpagari ili aende akaichukue bwana, yeye akaendelea na safari mbele kidogo. Badala aendelee na highway, yeye akaamua kupita njia nyingine ambayo yeye alikuwa anaamini ya kwamba ilikuwa ni shortcut. Njia hii bwana ilikuwa inapita katikati ya msitu, lakini baada ya kwenda mbele kidogo akafanikiwa kufika eneo ambapo kulikuwa kuna kimgahawa. Akashuka akaenda kununua pakti ya sigara. Pembeni yake kulikuwa kuna watu watatu ambao walikuwa wanamwangalia kwa jicho ambao lilikuwa sio zuri. Sidu akawapotezea, anaenda upande wa pembeni, anapokea simu ya mtu ambaye anasema ya kwamba alikuwa anamdai pesa za kutosha. Mtaalamu wetu Sidu anamweleza atoke upande wa nje, kwani yeye yupo katika nyumba yao, anahitaji aweze kuonana ili aweze kumlipa pesa zake. Sidu anamweleza amvumilie, atamrudishia hizo pesa, lakini muungwana anamweleza kwamba endapo asipomrudishia mpaka siku ya kesho, basi atamfanya jambo ambalo litakuwa ni baya zaidi. Akiwa hapa anapigiwa pia simu na mdogo wake, anamweleza kwamba wazazi wao bado hajarudi nyumbani mpaka muda huu. Sidu anamweleza bwana mdogo, basi kama ni hivyo, funga milango yote na wala usimruhusu mtu yoyote usimfahamu kuingia ndani ya nyumba. Sidu anaingia kwenye gari na safari inaendelea. Hii njia anayopita bwana ilikuwa inapita katikati ya misitu minene, lakini pia wakati huu wa usiku. Baada ya kutembeza gari kwa muda kidogo, akafika darajani, akasimamisha, akashuka, akaanza kuvuta sigara, lakini baada ya kuangalia upande wa nyuma akafanikiwa kukiona kile kigari ambacho kilikuwa kinamfuatilia tokea mwanzoni. Kigari hiki bwana ni cha nani? Lakini pia watu hawa ni kwa nini wanamfuatilia sana huyo muungwana? Halo, hii ni hatari. Kipindi ambacho alikuwa anajaribu kukisogelea hiki kigari bwana, ghafla ikapita gari ya maskari polisi. Watu hao ambao walikuwa ni walinzi wa msituni wakamuuliza muungwana, unaelekea eneo gani? Akasema ya kwamba anaelekea Pushpagiri. Wanamweleza hauhitaji kivute sigara ndani ya hili eneo, lakini pia anakishuhudia kile kigari kikipita kikiendelea tena na safari. Muungwana akaingia ndani ya gari naye akaendelea na safari, lakini pia ghafla akapigiwa simu tena na bimdada Sushmita. Dada kama kawaida yake anaendelea kubembeleza penzi kwa mshikaji, akimweleza kwamba hataweza kutoa ujauzito wake, lakini pia anatamani yeye pamoja na mwamba waweze kuanzisha familia. Lakini Sidu akawa ni mbishi, anamweleza bimdada, mimi tokea mwanzoni nilikuwa sihitaji mapenzi na wewe, bali ni wewe ambaye ulikuwa unanishawishi tokea mwanzoni. Sushmita anamweleza mshikaji, ni kweli nilikuwa nakubembeleza kuingia penzini na wewe kwa sababu ninakupenda na wala sitoweza kukukatia tamaa wewe pamoja na huyu mtoto uliyemweka tumboni mwangu. Halo. Sidu akaona hakika leo nimekutana na bimdada ambaye alikuwa ni kichwa ngumu. Kila swaga ambazo akijaribu kuweza kumweleza bimdada aachane naye, lakini bimdada alikuwa ni mbishi, kitu ambacho kinamshangaza sana Sidu, kwani kwa sasa yeye anaamini ya kwamba mapenzi ni utapeli. Sushmita anakata simu, muungwana anaendelea na safari, lakini tena mbele kidogo anakutana na checkpoint. Askari anamuuliza anaelekea eneo gani bwana, muungwana anasema anaelekea Pushpagiri. Muungwana anashangaa sana, anamuuliza ni kwa nini unapita njia ya polini wakati kuna highway ambayo ilikuwa ni nzuri. Sidu anadai kuna ndugu yake ambaye anahitaji aende akamsalimie bwana. Anafunguliwa geti, safari inaendelea. Kwa sasa alikuwa yupo katikati ya misitu. Ghafla anapigiwa simu na namba ambayo ilikuwa ni ngeni. Muungwana anapokea, anasikia sauti ya mwanamama akilia akisema ya kwamba umekutana na ajali kipindi ambacho alikuwa anatokea Pushpagiri, hivyo anahitaji mshikaji aweze kuwapigia simu maskari polisi ama ambulance ili waje ndani ya hili eneo kwa ajili ya kuweza kumsaidia yeye pamoja na kijana wake. Lakini muungwana anasema ya kwamba hataweza kufanya hivyo, kwani yeye kwa mwanzoni alikuwa anaamini ya kwamba huyu mwanamama aliyepiga simu alikuwa ni tapeli ambaye anahitaji aweze kumpiga mikwanja. Lakini mwanamama akambembeleza sana, akamweleza hana uwezo wa kupiga namba nyingine sababu simu yake kioo hakionyeshi kwa sasa, hivyo anashangaa tu ameweza kupiga simu na imeweza kuita namba ya mshikaji. Sidu akaingiwa na huruma, akageuza gari mpaka katika checkpoint ambayo alipita mara ya kwanza. Baada ya kufika hapa bwana anagonga sana hodi, lakini hakuna mtu yoyote ambaye aliyeweza kutoka. Anamweleza hizi taarifa ya mwanamama ya kwamba hajafanikiwa kukutana na askari polisi yoyote katika checkpoint. Mwanamama baada ya kusikia hivi bwana akaanza kulia kwa uchungu, akimweleza mwanaye ya kwamba usijali mama yako, nipo katika hili eneo, nitahakikisha unatoka ndani ya hili eneo ukiwa salama. Sidu baada ya kusikia hii kauli hakika akaingiwa na huruma, akapiga simu kituo cha dharura. Ambulance ikaanza safari kuelekea eneo ambalo alikuwa wameelekezwa, na muungwana ndio akawa mtu ambaye anayewaelekeza. Sidu akawa anaongea na huyu mwanamama na taarifa ambazo alikuwa anapatiwa yeye moja kwa moja alikuwa anawapatia madereva ambao walikuwa wanaendesha ambulance
ambulance. Mbio mbio washikaji wanafanikiwa kufika mpaka katika eneo ambalo alikuwa wameelekezwa. Wanamweleza mshikaji ya kwamba mbona hakuna alama zozote za ajali, lakini Sidu baada ya kumuuliza yule mwanamama akasema ya kwamba mbona mimi ninazisikia sauti za ambulance. Anambembeleza mshikaji ya kwamba awaeleze waungwana washuke mpaka bondeni, kwani ndio eneo ambalo amekwama yeye pamoja na kijana wake. Sidu anawabembeleza washikaji, lakini baada ya kuangalia bondeni wakasema ya kwamba bwana, huko kuna giza la kutosha, hivyo ngoja kwanza turudi tukaongeze timu ya watu, lakini pia tukachukua vifaa vingine ambavyo vitatusaidia kuelekea bondeni kwenda kumtafuta huyo mwanamama pamoja na kijana wake. Sidu baada ya kuipokea hii taarifa bwana, cha kushangaza simu ya yule mwanamama inakatika na kila ambavyo alikuwa anajaribu kuweza kumpigia alikuwa hampati. Sidu akashangaa sana, lakini mimi pia inanipa maswali, huyu mwanamama ni nani na ni kwa nini alikuwa na namba ya mshikaji? Halo. Lakini muungwana akapuuzia, akaendelea na safari. Mbele kidogo ghafla akaona lile gari ambalo lilikuwa linamfuatilia toka mwanzoni bwana, likaanza kumfukuzia kwa spidi isiyokuwa ya kawaida, na lengo lao inaonekana lilikuwa sio zuri. Wadau wanampushi kwa nyuma, kitu ambacho kikapelekea ajali mbaya kuweza kutokea. Sidu anaamka, gari lake liko bondeni bwana, hali yake ilikuwa ni mbaya sana. Anajaribu kupiga simu ili aombe msaada, lakini kwa sasa simu ilikuwa haitoki. Kwa bahati nzuri mvua ikaanza kunyesha, akakinga maji bwana kimtindo, akanywa, akapata nguvu, akaweza kujitoa ndani ya hili gari, akabeba mabegi yake ya pesa. Safari ikaanza kuondoka ndani ya hili eneo, huku akiwa anajivuta. Lengo ni kujaribu kwenda kutafuta msaada. Msitu ulikuwa ni mkubwa sana muungwana, kila ambapo alikuwa anajaribu kuweza kutafuta signal bwana alikuwa haipati kabisa. Akawa anajiuliza maswali, ni kitu gani ambacho kinatokea katika maisha yake, kwani saa chache zilizopita anasema kwamba amefanikiwa kusaidia maisha yule mwanamama pamoja na kijana wake, na bado anajiuliza mbona lile eneo ambalo mwanamama alimwelekeza kwamba alikuwa kadondokea pamoja na mwanaye linafanana kabisa na eneo ambalo yeye alikuwa kadondokea kwa sasa. Je, haya matukio yanayotokea kwake ni halisi ama anaota? Haya ni maswali ambayo muungwana alikuwa bado anajiuliza. Wakati wa usiku unafika bwana, baridi inamkanyaga vya kutosha. Anaamua kwanza kutoa pesa zake na kuanza kuzichoma ili aweze kupata joto angalau. Pembeni yake anamuona kama ni yeye ambaye ameweza kuketi, anamweleza, ninahuzunika sana kuona unachoma pesa, kwani wewe ni mtu ambaye unathamini pesa kuliko kitu chochote kile. Lakini Sidu anasema kwamba pesa nimegundua hazina umuhimu wowote katika maisha, kwani pesa ni makaratasi. Asubuhi na mapema anafanikiwa kusikiliza voicemail kutoka kwa bimdada Sushmita. Dada anasema kwamba hakika nimeweza kukuelewa, kwani kwa mwanzoni nilikuwa ninahitaji kuwa na furaha mimi peke yangu, lakini baada ya kutafakari kwa umakini nimegundua ili mambo yote yawe sawasawa inabidi wewe uwe na furaha na mimi pia niwe nina furaha. Dada anaendelea kutema cheche na kueleza hataweza kutoa mimba ya mshikaji, bali atajitahidi kuilea yeye mwenyewe, na hata mtoto akipatikana basi atajitahidi kuweza kumlea. Haya maneno kwa sasa mshikaji alikuwa anamwingia sana moyoni, yakampelekea kuwa na uchungu wa kutosha na kugundua kwamba mambo ambayo alikuwa anamweleza bimdada hakika yalikuwa ni mabaya. Alilia kwa uchungu mkubwa, lakini pia akampatia nguvu ya kuendelea kupambana kwenda kutafuta msaada. Kwa sasa akaamua kwenda anabandika pesa katika kila mti ili afahamu anakotoka ni wapi na anakoelekea ni eneo gani. Lakini cha kushangaza bwana, safari inamrudisha mpaka katika eneo ambalo alikuwa akapatia ajali mwanzoni. Muungwana akachoka sana, akabaki analia, kwani kwa sasa akawa tayari ameshakata tamaa. Lakini ghafla akasikia sauti ikisema ya kwamba mheshimiwa bwana, hatuoni mtu yoyote. Wale waungwana wa ambulance ambao walisema ya kwamba wanaenda kutafuta nguvu ili waje waendelee kutafuta mtu ambaye alikuwa akapata ajali bwana, anafika ndani ya hili eneo na kufanikiwa kumkuta Sidu na kuweza kumpatia msaada. Sidu anapata fahamu akiwa hospitalini, pembeni yake akiwa bimdada Sushmita anaandaa juisi ya matunda taratibu. Sidu anamweleza bimdada zamani aliamini pesa ni kila kitu, lakini kwa sasa anaona aliamini kitu ambacho sio sahihi, hivyo anatamani awe katika maisha yake pamoja na bimdada. Sushmita anampatia juisi na kumweleza mshikaji anywe. Ghafla anaingia yule jamaa wa ambulance na kumweleza yeye ndio aliyompatia msaada na kumleta hospitalini, lakini pia wamefanikiwa kumsaidia peke yake, bali yule mama pamoja na mtoto wake hawajafanikiwa kabisa kuweza kumuona. Muungwana anaendelea kueleza hakika jambo hili linashangaza sana, kwani mara ya kwanza tulipofika ndani ya lile eneo hatukufanikiwa kuona alama zozote za ajali, lakini baada ya kurudi mara ya pili tulishangaa kukuta mazingira ambayo inaonekana ilitokea ajali iliyokuwa mbaya sana.
Anampatia namba ya simu ya yule mwanamama na kumweleza, namba hii tumejaribu sana kuipiga, lakini cha kushangaza haipatikani mpaka hivi leo. Sidu anachukua ile namba na kuweza kuipiga kwenye simu yake. Anashangaa ile simu inaanza kuita, anatoka upande wa nje bwana, anafanikiwa kuweza kuona simu ile iliyokuwa inaita bwana, alikuwa kaikamatilia baba yake mzazi. Halo, muungwana anashangaa sana, baba akaipataje ile simu, lakini pia ni nani ambaye alichukua simu ya baba yake na kuweza kumpigia. Baba anasogea pale na kumweleza kwamba hii ni namba ya mama yako ambayo ni mpya, na muungwana anakumbuka ni kweli siku chache zilizopita mama yake aliweza kununua laini na kumpatia mshikaji amsaidie kumwekea kwenye simu yake, na mama alimwambia hii ni namba yangu mpya, ninaomba uweze kuisave, lakini Sidu hakufanya hivyo, bali yeye akaendelea na anga zake. Leo anaambiwa na baba yake ya kwamba mama yako usiku wa jana alipata ajali na kupoteza maisha, na baada ya kuelezwa mazingira ambayo ajali ilikuwa imetokea, muungwana anakumbuka ni sehemu ambayo alipita na kuweza kukuta watu ambao walikuwa wanamuomba msaada aweze kusimama na kuwachukua majeruhi ili awapeleke hospitalini, lakini Sidu akaamua kupita na kuendelea na biashara zake. Na leo anagundua kumbe ile ajali ndani yake kulikuwa kuna mama yake mzazi. Anaondoka akiwa anajilaumu sana kwa hiki kilichotokea, haelewi afanye nini, lakini pia anatambua simu ile ya mtu aliyekuwa anaomba msaada alikuwa ni mama yake mzazi, aliweza kumpigia, na kipindi hiki ambacho mama alikuwa anampigia mwanaye alikuwa tayari alishapoteza maisha. Kitu hiki kilitokea ni kwa sababu tu ya upendo ambao mama aliyokuwa nao kwa kijana wake, upendo uliopelekea kuokoa maisha ya Sidu, kwani endapo asingepigiwa hiyo simu, basi kwa sasa naye angekuwa tayari alishapoteza maisha, sababu asingeweza kupata msaada wa aina yoyote ile. Bwana, hapa ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umeipenda video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.